Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Kama siyo damu yako Yesu, na uzima tungepata wapi? Kama siyo damu yako Yesu, kama siyo damu yako Yesu, kama siyo damu yako Yesu, na amani tungepata wapi? Kama siyo damu yako Yesu, kama siyo damu yako Yesu, kama siyo damu yako Yesu, msamaha tungepata wapi? Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya upendo na baraka nyingi ambazo unaendelea kutupa sisi watoto wako. Asante kwa ajili ya msamaha wa dhambi ambao Mungu umeendelea kutustahilisha sisi kuonekana wema katika madhabahu yako. Asante kwa sababu Bwana unatua mizigo yetu. Asante kwa sababu Bwana Mungu umetupa kujitambua sisi kama Wakristo, lakini sisi kama wanawake kuweza kutambua nafasi zetu na kusimama sawa sawa. Asante Mungu kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo sasa tunakwenda kusikia. Tunaomba ufungue masikio yetu ya kiroho ili neno lako likapenye kwa wingi ndani ya mioyo yetu, na tukajue wajibu wetu kama Wakristo, wajibu wetu kama wamama. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kalenda yetu ya KK Ayubu ile 12, tutaanza kusoma mstari wa 7 mpaka wa 10. Ayubu 12, 7 mpaka 10. Nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Lakini sasa waulize hao wanyama, nao watakufundisha, na nyuni wa angani nao watakuambia, au nena nchi nayo itakufundisha. Nao samaki wa baharini watakutangazia. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya haya, ambaye nafsi ya kila kilicho hai iko mkononi mwake. Amen. Watu wa Mungu tuketi. Bwana wetu wote unaushuhudia ukuu wa Mungu. Tukiangalia binadamu, wanyama, ardhi, misitu na ndege wa angani, bahari, samaki na vitu vyote vinavyoonekana, ni ukuu wa Mungu tosha. Lakini waulize wanyama nao watakufundisha. Ndege wa angani watakuambia, lakini pia sema na nchi itakufundisha. Samaki baharini watakufunulia. Je, ni nani asiyejua haya? Kuwa mkono wa Bwana umeyafanya hayo. Bwana asifiwe sana. Katika mkono wake imo nafasi kila kilicho hai, pumzi ya mwanadamu wote. Kwamba kwenye mkono wa Mungu iko nafasi. Pumzi zetu, maisha yetu yanategemea mkono wa Mungu. Huu ni uthibitisho kwamba vinavyoonekana duniani vishuhudie ukuu wa Mungu. Unaponitazama mimi, ushuhudie ukuu wa Mungu. Ninapokutazama wewe, ushuhudie ukuu wa Mungu. Unapotazama mume wako, ushuhudie ukuu wa Mungu. Unapotazama mke wako, ushuhudie ukuu wa Mungu. Unapotazama watoto wako, ushuhudie ukuu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Lakini sasa nashangaa, tena tutaendelea kushangaa.
kwamba Mungu anaumba, mwanadamu anaharibu. Au tunaweza kusema kwamba Mungu anaumba, mwanadamu anaua. Ukisoma katika ile Mwanzo 2:8a, aliyepata tusomee Mwanzo 2:8a. Mwanzo 2:8a. Wapendwa, si tuna Biblia? Ameziumba na ametukabidhi kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema zaeni mkaongezeke na kujaza nchi, lakini hapa tunaona mauaji. Mwanadamu anaua, tunapingana na Mungu hapa. Mungu anasema zaeni, Herode yeye anasema ua. Kwa sababu tu alikuwa anataka kulinda cheo chake. Wazifa jamani, kitu kingine. Cheo ni kitu kingine. Mtu anakuwa tayari kuua mtu mwingine ili alinde nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huu sio mpango wa Mungu. Mungu alitegemea mwanadamu angekuwa na hofu yake kwenye maisha yake, awe na hofu ya Mungu, asiue na wala asitende dhambi tena. Lakini mwanadamu amegeuka. Bwana asifiwe. Mwanadamu amegeuka, amempinga Mungu, yeye amekuwa akiua na bila kujali. Lakini pia mazingira hutangaza utukufu wa Mungu. Mazingira salama yenye kuonyesha utukufu wa Mungu. Zaburi 19:1. Mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu. Hii ina maana kuwa zinamhubiri Mungu. Dunia inaonyesha kazi yake na kila kiumbe kinaonyesha heshima yake. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi iliyo njema tulisikia jogoo wakiwika, lakini ndege wakitoa sauti nzuri kuashiria utukufu wa Mungu. Wanashuhudia uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndege wanaimba sauti nzuri zinapendezesha dunia, lakini mito inapiga makofi kwamba Mungu ameumba kilicho chema. Wanashangilia. Je, mimi na wewe ni nani tusimshangilie Mungu? Ni nani tusitunze utukufu wa Mungu? Ni nani tusitunze wajibu tuliopewa na Mungu kwamba sasa tulinde viumbe ambavyo Mungu ametukabidhi? Badala ya kulinda, sisi tunaenda kuharibu. Wanadamu, Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Kama Yesu aliweza kututoa mizigo, tuna mizigo mingi. Magonjwa mengine hata yasemekani, lakini ni moja ya mizigo tulio nayo. Yuko mtu hapa ananiambia eti yeye hajui mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kama yuko mtu hajui mzigo, asimame anyoshe kidole ili mimi nimtambulishe. Nimfahamishe nini maana ya mzigo. Asimame. Hamna, bila shaka watu wote tunaelewa nini maana ya mzigo. Watu wamelia na mizigo, machozi yametutoka. Tumefikizishwa mizigo tulio nayo. Mimi na wewe sote tuna mizigo, wala hakuna aliye salama. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna aliye salama ila Yesu yupo anayetuthibitishia usalama wetu. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Wanawake, Bwana asifiwe. Wababa, Bwana Yesu asifiwe. Amina, nimefurahi kusikia sauti nzito ya kiume. Huyo ndio baba Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu pia ndiye chanzo cha uhai. Maneno ya Mungu katika Ayubu 12:10 tu inasema katika mkono wake imo nafasi ya kila kilicho hai. Maana yake ni pumzi ya mwanadamu. Kwamba pumzi yetu iko mikononi mwa Mungu. Lakini pia katika Matendo 17:28, maana ndani yake sisi tunaishi, tunatembea, tunapumua, tunakuwa na uhai mpya. Hii ina maana kubwa kwa kila mwanadamu. Linatukumbusha kuwa kwa kila mmoja wetu kwamba Mungu ndiye anayetoa pumzi ya uhai kwa kila mtu na kwa kila kiumbe kilicho hai. Mungu ndiye anailinda maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mwenzangu unalindwa na nani? Unalindwa na nani? Tunalindwa na Mungu sisi sote. Tujipe moyo hivyo hivyo kwamba tunalindwa na Mungu. Uwe na kitu kingine unategemea kwamba ni ulinzi, kitakutesa, kitakuyumbisha, kitakukosesha ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba uhai wetu uko mikononi mwa Mungu. Lakini cha kushangaza, wanawake tumeongoza kwa matendo ya ukatili. Tunabeba mimba wenyewe, tena miezi 9.
Wakati mwingine mtu unapokuwa na ujauzito unateseka, huli chakula, unatapika, kila kitu unachokifanya ni kibaya, lakini baadaye unaingiwa na roho ya shetani, unageuka, unamua hata mwanao mwenyewe uliyemzaa kwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaofanya hayo ni sisi wanawake ambao leo tumevaa vizuri, tena tumependeza machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu, lakini Yesu anaangalia ndani. Ndani ya moyo wako umebeba nini mama? Mungu atusaidie sana wanawake. Pale nyumbani tuna wazazi wao kwamba nahitaji binti wa kukaa nyumbani anisaidie, tumepewa, si tunao? Si tunao? Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kushangaza, mama huyu ataondoka asubuhi, ataenda kazini sana na atarudi jioni. Akifika, wanangu wamekula? Wamekula saa ngapi? Yule je, uliyepewa sio bwanao? Umekabidhiwa, umeaminiwa. Tena nikukumbushe kwamba Mungu alimwamini mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewekeza nguvu ndani ya mwanamke kwamba mwanamke atamlinda mwanamume. Soma Biblia yako vizuri. Sio kwamba mwanamke atamlinda mumewe, mwanamke atamlinda mwanamume. Pamoja na watoto wa kiume tulionao nyumbani kwetu, tunatakiwa kuwalinda. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tumeona hatuna nafasi, tumejisahau, tunashughulika na mambo mengine, tunasahau watoto wetu wa kiume. Lakini pia hata watoto wa kike, sisi tumekuwa chanzo cha kuharibu watoto wetu wa kike wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mimi siwasifii kama baba askofu alivyowasifia. Mimi nitasema kweli kwa sababu ninajua mimi si mwanamke. Tumekuwa na urafiki na watoto wetu wa kike, kweli si kweli? Tumewaweka karibu mno. Watoto wamefanya mambo magumu na tukafanya siri bila kuwaambia baba zao. Wengine tumediriki kwenda kuwatoa mimba watoto hao wa kike na baba ndani asijue. Baba anauliza, mbona mtoto anaumwa? Anasema na tumbo linamsumbua. Anapokuaga kule, si tuende hospitali. Baba anasema mpeleke hospitali. Naenda hospitali, napima vitu vingine na unamweleza daktari vitu vingine ili mpate majibu ya kuja kumlizisha baba nyumbani. Kweli si kweli? Tunaofanya hayo ni nani? Ni sisi wa kina mama. Tena ni sisi wa Kristo. Leo Yesu anataka macho yetu yamtazame nani? Bwana. Tutunze mazingira ambayo Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kumweleza mtoto, kumsindikiza kwenye mambo magumu ni kuharibu mazingira yake ambayo Mungu amemuumba. Unaharibu maisha yake kabla ya wakati wake. Kama leo utamfanyia hivyo, utamsapoti kwa jambo hilo, je, baadaye atataka kuwa mama? Je, umetengeneza mama bora? Umeharibu maisha ya mtoto. Anaenda kuolewa, mtoto apate watoto. Unaanza kufikiria kwa nini? Au wamenirogea mwanangu. Kumbe mchawi ni wewe mwenyewe mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mungu anategemea kuona mama bora, mwanamke bora wa Kikristo ambaye atakuwa mwangalizi wa mazingira yote ya nyumbani na ya kanisani na ya ofisini kwake na sehemu nyingine nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tumewaacha watoto wetu wa kiume, hatukai karibu nao kwa kuangalia watoto. Tuangalie watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume. Tuseme nao kwa wazi, wala tusiwafiche. Tuwaeleze madhara ya dunia hii. Watoto wamjue Mungu. Wasipomjua Mungu watapata madhara haya na haya. Na ukimjua Mungu kuna faida hizi na hizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu alimwamini sana mwanamke. Amewekeza nguvu nyingi ndani ya mwanamke. Ni mwanamke tu kutambua wajibu na nafasi ambayo Mungu amempa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wamama, lakini tuna mizigo, umbea nao mizigo. Umbea umewafanya wanawake wengine wasije kwenye vikundi vya kina mama. Wamejitenga, wamejiona wao hawastahili. Kila kiingia naona mimi sitoshelezi. Hata nikienda sitasaidia chochote. Kwanza mimi ni nani? Tuwakumbuke tumewaacha wengi. Tumewaacha wengi wa mama. Naamini Bungo tuko wa mama wengi. Wale ya mama ambao tumewasahau, kama mpo mtusamehe. Tutabadilika. Tutamtazama Yesu. Macho yangu yamtazama Bwana. Tumwangalie Mungu wa kweli aliyetutoa mizigo. Tumwangalie Mungu wa kweli aliyetufikisha hapa leo ili familia zetu zipone na umoja katika Kristo upate kuendelea.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine tumekuwa waongo sana sisi wa mama. Waongo wa kujipamba pamba tu. Unajua kitu cha ukweli lakini unasema uongo ili mradi mambo mengine yaendelee. Mungu hapendi, anachukizwa na hiyo. Mungu hapendi, anachukizwa na hiyo tabia ya uongo. Mungu anataka wa kweli. Hii si wa mama, hata nini wa baba. Mungu anahitaji Mkristo aliye safi, Mkristo mkweli, Mkristo anayejutia dhambi, Mkristo anayetambua nini maana ya msalaba. Bwana asifiwe. Yesu saizi anateswa, anaumia, anakufa. Tunaomtesa ni mimi na wewe, si mtu mwingine. Na tunamtesa kwa sababu ya mabaya ambayo tunayofanya. Ndio anamtesa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke ya kuwa bila Yesu sisi hatuwezi. Na bila imani ya kweli sisi hatuwezi kumuona Mungu. Naona Ayubu yeye alikuwa na sifa zake 3 tu kwa haraka haraka ninavyofikiri na nilivyoona mimi. Ayubu alikuwa baba wa imani. Lakini Ayubu huyo alikuwa na sifa ya uvumilivu. Pamoja na kuwa alikuwa na imani, alikuwa na uvumilivu. Ayubu huyo aliweza kushinda majaribu. Lakini alikuwa anataka kumwangusha Ayubu ni nani? Ni mwanamke. Mwanamke alikuwa chanzo cha kutetemesha imani ya Ayubu. Akamwambia, Mungu gani unayemwabudu? Si umwache tu. Mbona hatusaidii lolote? Kwa hiyo wanawake, take care. Usiwe jaribu kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Usiwe jaribu kwa mume wako. Fundisha vizuri watoto wako wa kike na wa kiume wamheshimu baba yao. Fundisha vizuri au usigeli wako nyumbani atambue nafasi ya baba. Asiwe anacheka cheka na baba. Bwana Yesu asifiwe. Wa baba mnapenda sana watoto wenu. Ni vizuri muwapende, lakini msiwe na urafiki wa kuzidi. Urafiki, mtoto wa kike anaweza kufanya jambo la kutia aibu mbele ya baba akijua baba asemi chochote. Baba ananipenda. Baba yangu rafiki yangu. Nikitoka natoka na mwanangu. Twende mwanangu. Twende mwanangu. Mama unaacha nafasi. Toka na mume wako. Toka na watoto na mume. Sio kila safari baba na watoto. Eti watoto wako na usigeli wanaondoka. Usigeli ni nani? Toka na mume wako mama. Toka na watoto wako mama. Wapendeni hao watoto, wapeni haki sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapeni haki watoto wenu wa baba. Wa baba wapendeni watoto wenu. Wapendeni, kuweni karibu nao, lakini ukaribu uwe na mipaka. Ukaribu uwe na mipaka. Sisi wa mama tunawapenda sana watoto wetu wa kiume, lakini ukaribu wetu una mipaka. Tunatambua nafasi yetu na nyinyi tunawashauri. Sio kwamba mnatambua, ila tunakumbushana kwamba urafiki una mipaka. Yako mambo ambayo mtoto wa kike atamzidi. Je, atakwambia wewe baba? Hawezi kukuambia. Ataenda kumwambia nani? Mama. Na wewe mama, mtoto wako wa kiume, yako mambo ambayo atamzidi, hawezi kukuambia wewe mama, ataenda kumwambia baba. Bwana Yesu asifiwe. Macho yangu yamtazama nani? Bwana. Je, tutamwangaliaje huyu Bwana kama tuna mizigo tumebeba? Tutamwangaliaje Bwana kama tuna dhambi tunazitenda? Kumwangalia Bwana sio kitu cha mchezo. Kumwangalia Bwana sio kitu cha mchezo. Aliyepita kwenye jaribu anatambua jinsi ya kumwangalia Bwana. Kwa sababu uko wakati unafika, unasimama peke yako wewe na Mungu wako. Kwamba sasa Bwana, wewe waweza kufanya lolote juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kumtazama Bwana sio kitu cha kawaida. Unapoamua kumtazama Mungu, basi mtazame kikweli kweli. Mtazame nyoka wa shaba ili upone. Hata kama utang'atwa na vile vinyoka vidogo vidogo, hata kama unajaribu gani huku chini linakusumbua, mdudu atang'ata, lakini wewe macho yako mita 400, mtazame Bwana. Mguu pande, mguu sawa, nyuma geuka na mtazama Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wale askari wanajua. Mguu pande, mguu sawa, nyuma geuka, tazame Bwana. Yesu Kristo atakuokoa. Yesu Kristo atakushindia. Yesu Kristo yeye anaweza kufanya yale yaliyo magumu yakawa mepesi kwako. Yesu Kristo anao uwezo wa kualisha hata kifo kilichopangwa na adui ili wewe usifike unakoenda. Macho yako yamtazame Bwana wa kweli. Macho yako yamtazame Bwana anayeokoa. Macho yako yamtazame Bwana anayeinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana.
Leo tumeona igizo la mama limetoa mambo mengi kama wanawake. Mengine yaliumiza moyoni, wapo watu walitoa machozi, wengine wamelia kwa sababu wamefikizishwa. Bwana asifiwe. Lakini katika somo hili tunapata mambo makuu hapa matatu. Moja ni kutambua Mungu kupitia kazi yake ya uumbaji. Mungu anataka tumtambue kupitia kazi yake ya uumbaji. Huyu Mungu asionekana na macho, basi tutambue hata kwa kuona vitu alivyoviumba tu, vituthibitishie kwamba Mungu yupo na Mungu anasikia. 2, kutambua uhai wetu ni zawadi. Uhai ni zawadi. Tuutumie vizuri wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi nilipita sana, niliumwa sana. Siku moja nilitamani kuja kanisani. Nikamwambia baba askofu, natamani kwenda kanisani. Akaniambia, mke wangu, lakini mbona naona bado una afya? Ni kweli nilikuwa siwezi, lakini natamani kuja kanisani. Kwa hivyo tutambue uhai tulionao na Mungu, tuusamini. Siku ukipita kwenye jaribu likakugusa, ndio utajua hiki ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Ukipita kwenye jaribu likakutingisha, likakuumiza, likakufanya ulie, utatambua hiki ninachokisema, kwamba kutunza uhai ni lazima na ni muhimu. Na shangaa mtu ameteswa kidogo, hasa watoto wetu wa kike na wa kiume. Mchumba ameniacha, hanitaki, sijui amempenda nani, wamekutana pale chuo, mimi naenda kujinyonga, mimi nakunywa sumu. Wewe kijana unanisikiliza, tambua uhai. Uhai ni mara hii moja, na siku moja utalala. Bwana Yesu asifiwe. Hebu samini uumbaji wa Mungu. Mungu alifanya kazi siku 6, akakuumba wewe vizuri, akakupulizia pumzi yake ya uhai, amekupa akili, amekupa maarifa, amekupa utashi kuliko kiumbe kingine chochote. Mwanadamu umependelewa. Tunza uhai wako, tunza mazingira yako, jiheshimu kwa sababu Mungu amekuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kuchezea uhai, tuache kuua, tuache kunyanyasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni ngumu, lakini Mungu atusaidie. Kama unahitaji kuishi, basi na mwingine anahitaji kuishi. Kipindi kilichopita nyuma kidogo, watu walipata maumivu na magumu kwa sababu tu ndugu wamepotea, watoto wamepotea, waume zetu wamepotea, wake zetu wamepotea, wamekufa kwenye mazingira tusiyojua, na hata leo hii hatujui wako wapi. Lakini Mungu anaye sirini. Mungu anajua shida zetu na haja zetu. Mungu anajua mapito tunayopitia. Yeye amefanyika kuwa faraja. Bwana Yesu asifiwe. Tumtazame Yesu ili afanyike faraja ya kweli katika maisha yetu, lakini afanyike faraja ya kweli katika magumu ambayo tunayapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mizigo, hata wanaume wana mizigo. Wengine tunawatesa wanaume wana mizigo, wanaumia. Tunawapiga waume zetu ila kusema wanaona aibu. Nani aseme kwamba nimepigwa na mke wangu kwa mwanaume? Lakini kuna mambo magumu tunawafanyia hao wababa. Wababa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine tunafikiri kwa kuonyesha ujeuri tunaonyesha ubabe na tunapata ushindi, kwamba mimi niko juu, yule nishamkomesha yuko chini. Nani alikwambia mwanamume uko chini wakati mwanaume ni kichwa cha nyumba? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja huyo baba siku atapokuwa hayupo ndio utajua thamani yake, kwamba kumbe ndivyo ilivyo. Kuna watu wamepitia katika nyakati hizo hapa wapo na wanajua, hawawezi tu kusema. Kuna majaribu mengine hatutaki kusema mpaka likukute, ili na wewe uwe shuhuda mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana wanawake. Tutambue nafasi zetu, lakini tutambue kukomboa wakati. Bwana asifiwe. Wanawake tunatazama kwa namna tofauti sana. Kama mwanadamu anaweza kumwangalia mwanamke kwa namna tofauti katika kanisa na katika jamii, je, si zaidi Mungu aliyetuumba? Si zaidi Mungu aliyewekeza siri yake ndani mwetu? Si zaidi Mungu aliyeweka hata roho ya uvumilivu kwa yale ambayo tunakutana nayo? Sisi tunazaa kwa uchungu. Mwanamume hajui hata ule uchungu. Lakini wewe unaipata shida ndio wewe unakuwa wa kwanza. Anakushangaa kwamba inakuaje?
Mwaka fulani 2023 niliwahi kuhudhuria send off moja mahali fulani. Sisemi ni wapi. MC akamtania tu bibi harusi akamwambia, huyo ni mume wako kipenzi. Tena mpendwa, sijui utamuita jina gani. Maana majina mazuri yote ni yake. Binti akasema nitamuita baby. Atamuita nani? Baby. Hivi wa mama, utamuita baby mume wako? Mwambie mume wangu nina 1 2 3. Mume wangu tutoke. Mume wangu tupumzike. Mume wangu kuna hiki na kile tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Watoto tunawafundisha kuita baby hawa. Wakiingia kule sauti ya baby imeisha. Baby haipo. Kama unataka kushuhudia, hebu siku ile akiumwa uchungu afa sema, baby nipeleke hospitali sasa naumwa. Inaweza kutokea kitu kama hiko? Atasema mume wangu ninaumwa, wakati wangu umefika sasa, nikimbize hospitali. Si ndivyo? Au sivyo? Hiyo baby haiji kilaini hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Muite mume wangu naye atakuita mke wangu. Unasemaje? Mume wangu, mke wangu. Bwana asifiwe. Ubebi huu atakwambia baby, nimechelewa kurudi nyumbani, nijisahau ndo narudi saa hizi saa 8 usiku. Utasema baby, mbona sijakuona mpaka saa 8 usiku? Sio mume wangu, ulikuwa wapi mpaka saa hizi sijakuona? Ulikuwa wapi? Si ndivyo? Utaenda kwa sauti ya unyololo pale. Tuseme kweli wanawake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiana ukweli. Bwana asifiwe sana. Tutaenda na sauti tofauti. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu kumjua Mungu, lakini tutafute sauti za unyenyekevu ambapo wakisema watasikiwa. Wamama tuwe na sauti ya unyenyekevu ili tunapoongea na waume zetu watusikie na watuelewe. Lakini Wakristo tuwe na sauti ya unyenyekevu tutakapokuja madhabahuni kwa Bwana kuongea na Mungu, Mungu atusikie na Mungu atujibu, akutane na haja za mioyo yetu kweli. Tuna magumu yanaumiza mioyo. Mungu anahitaji kututua. Mungu anahitaji kutukutanisha kwake. Na pamoja na hayo magumu yote tunayopitia, Mungu yeye atafanyika kuwa msaada. Na matikisiko yote tunayotikiswa, tusimuache Mungu. Hali ngumu ya kiuchumi isikufanye wewe muache Mungu. Mateso unayopitia kwenye magonjwa yasikufanye muache Mungu ukaenda kushiriki miungu mingine ukitazamia kwamba ndio utapata msaada. Maana kwa magonjwa watu wanahangaika. Inafika mahali mtu anatoka nje ya mstari, anaamua kwenda kwa waganga huko kutafuta matibabu ili apate uzima. Yesu Kristo ni mganga wa kweli. Yeye ni daktari wa kweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu anatupenda na sisi tunalazimika kumpenda. Hivi mtu anayekutua mzigo anakuhurumia. Hebu fikiria tu una mzigo mzito afu mtu akwambia anakutua mzigo, anakuhurumia, anakwambia naomba nikupumzishe upumzike. Si unasikia na? Si unasikia na? Inakuaje kwa Yesu? Kama yeye alikubali kufa ili mimi na wewe tupone, inakuaje leo tusimtegemee? Inakuaje leo tusimtazame yeye? Inakuaje leo tushindwe kutunza uumbaji wa Mungu? Tuwe waaminifu katika kutunza uumbaji wa Mungu pia. Amen. Uhimidiwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni pamoja na Yesu uliyemtuma. Na uzima wa milele ndio huu, tukujue Mungu wa kweli na Kristo Yesu uliyemtuma kwetu. Asante kwa sababu Mungu unatusamehe. Asante kwa sababu Mungu umetukubali jinsi tulivyo, wala sisi hatuna chochote cha kukupa. Ni neema yako tu na upendo wako tu ndio ambao umetustahilisha sisi kufika siku ya leo. Bwana, tutangulie katika ibada hii nzima. Linda na watoto wetu walioko mashuleni. Linda Mungu watoto wetu. Majaribu ni mengi, tuwafiche wapi watoto wetu wa kiume na wa kike? Tunawakabidhi mikononi mwako. Mkono wako Mungu utaenda kuwatendea mema, ukawaokoe Bwana. Okoa Mungu hata na waume zetu. Yamkini wengine hawako mahali hapa, tunawakabidhi mikononi mwako. Mungu, neno lako liende kule waliko, likawaguse huko waliko, ili Mungu warudi wakushukuru wewe Bwana mtoa uzima na uliyeutuumba kwa sura na mfano wako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, sasa unatazama KKKT.
Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.